wala Mwalimu Nyerere linakwenda kuwa game changer. Kwa hiyo miradi mbalimbali ya kimkakati ambayo imefanikiwa inapaswa kuwa kichocheo kwa sekta nyingine kujua kwamba tuache kufikiria mambo madogo madogo, tufanye mambo makubwa, tena makubwa sana. Tuliharibiwa katikati hapa kwa kusema kila mwananchi ataungiwa umeme kwa 27,000. Sio hivyo. Kitendo hiki alichokifanya Mbowe hapa, ameonyesha kwamba umeme, vitu vina thamani kuliko mateso anayopitia Lissu, kuliko mauaji wanayouawa Watanganyika. Kwa sababu kwanza kabisa Mbowe hajawahi kujitokeza hadharani kumtetea Lissu kwa jina lake, sawa na mateso anayopitia Lissu. Lissu alipiga kelele muda mwingi kwa ajili ya mateso aliyokuwa anapitia Mbowe alipokuwa gerezani kwa sura kama hii. Mbowe anaonyesha ya kwamba yeye kwenye kinachoitwa siasa mle lilikuwa ni dili la kupiga hela tu. Kuingia gerezani na kutoka kwake inaonyesha ni kabisa alichokuwa na winda kwenye siasa yalikuwa madili ya kupiga pesa tu, lakini hakuwa na huruma yoyote. Sababu tukisema alibadilishwa na mateso, amna bwana. Huyu bwana anaweza akawa tu dalali wa miaka mingi. Haya, hata kama angekuwa tufanye anaenda huko ni uzalendo kama alivyosema kule mwanzo, si angeoji hata kuhusiana na umeme huo, angeoji maswali haya matatu. Bei ya umeme ilikuwa iwe 36 au si zaidi ya 50. Iko hivyo, na kwa nini haiko hivyo? Bwawa lenyewe litakiwa likamilike Juni 2022. Kwa nini limefika huku? Na fidia hiyo analipa nani? Tumelipwa kiasi gani fidia aina hiyo? Vituko vya bei na gharama za uunganishaji. Hebu sikiliza vimbwanga hivi, sikiliza waliofomu bwawa lenyewe, sikiliza waliofomu bwawa lenyewe, akina Magufuli na akina Majaliwa walisema nini. Umeona Samia katika kusema kote pale anaweka kwamba akina Nyerere, Nyerere ndo aliyebuni, akina Mwinyi, akina Mkapa, akina Kikwete, wote walikuwa wanasogeza taratibu kufikia hiyo hatua. Wakati tukishia tu hapo Kikwete alikuwa na utaratibu wake wa umeme wa gesi. Magufuli alipokuja ndo akasema hapana, turudi kwenye wazo la Nyerere, umeme wa maji. Lakini Magufuli kadogodeshwa, nikaonekana ndiye ametoa kamchango sawa na ka Kikwete, sawa na ka Mwinyi, sawa na ka Mkapa, sawa. I say anyway, na inaonekana aliyefanya ni huyu, lakini wakati unajua kabisa aliyefanya hii ni Magufuli, na aliacha kila kitu kikiwa sawa. Jamaa tu ndo walipiga mipigo yao hapo, na magharama yakaenda tofauti, muda tofauti. Haya bwana, sikiliza hivi mbwanga hapa, alafu uone Mbowe asingeweza hata kuhoji hata hivi. Baadaye takuonyesha kwa habari ya Lissu, kwa namna anavyojitetea kama Paulo wa Biblia, anavyojitetea kama Stefano. Kwa namna hiyo anavyojitetea, nitakuonyesha anajiteteaje. Kwa namna hiyo anavyojitetea, ni dhahiri inawezekana kabisa Lissu ananyongwa kweli, Lissu atauawa kweli. Ama sivyo, Lissu kesi yake itapaki muda mrefu, au wanamhukumu ili wanze kupiga kelele itapaki siku nyingi, mpaka wahakikishe wajaribu kufanya wanachodhani wanaweza, kwa sababu wanachodhani wanaweza, wanadhani wanaweza kuondoa kabisa watu wa haki ndani ya nchi, wabaki tu madalali na wale ambao watakuwa machawa au watakuwa wanawatumia
kama vyama vya upinzani, lakini wakiwa ni madalali wanaowatumia kupiga dili, kitu ambacho nakuhakikishia hata wangeiweza Chadema, roho na mbegu ya haki Tanzania haitakufa. Nitakupa taarifa ya mambo mengi. Kina Heche inawezekana kabisa hawatakuwa salama, na wengine wengi sisi inawezekana kabisa kuuawa na kufungwa vifungo vingi vya kikatili kutatamalaki zaidi. Ila kuna nini kifanyike? Nini kije kifanyike? Bila shaka tuwe pamoja. Sikiliza vimbwanga hivi. Watanzania waelewe kwamba vyanzo vingi vyote tulivyonavyo vya umeme vina gharama zake za uendeshaji, na ndio zinapelekea wananchi kulipia gharama hiyo. Umeme wa maji gharama yake sio zaidi ya shilingi 36. Hata kama kutakuwa na mabadiliko ya bei haitazidi shilingi 50. Kwa Tanzania tunakwenda huko sasa kununua umeme wa unit moja kwa shilingi 36. Hata kama kutakuwa na gharama nyingine haitazidi shilingi 50, jambo ambalo tunaamini hata mwananchi wa kawaida anaweza kumudu. Bei ni 27,000, iwe kijijini anapeleka REA, iwe mjini anapeleka TANESCO, bei ni 27,000. Naomba sana, naomba nirudie. Mheshimiwa Spika, naomba nirudie. Mheshimiwa Spika, naomba nirudie. Bei ya kupeleka umeme ukiondoa site pale Ilala Dar es Salaam, ambapo hata hawahitaji kwa sasa, wana umeme maeneo yote nchini, ni shilingi 27,000. Naomba niwaelekeze sana, naomba niwaelekeze TANESCO. Mheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan oye! Mheshimiwa Spika, naomba niwaelekeze TANESCO. Atakaye suasua kutekeleza agizo hili hajitaki na atakuwa hana kazi. Hayo ndio maelekezo ya serikali. Mheshimiwa Spika, swala la kuuziwa nguzo, swala la kuuziwa nguzo, naomba nirudie. Serikali imegharamia nguzo kwa 100%, kwa 100%, na nguzo zipo. Mahitaji tuliharibiwa katikati hapa kwa kusema kila mwananchi ataungiwa umeme kwa 27,000. Sio hivyo. Hata kama Mbowe angekuwa anaenda kwamba ni mzalendo, si angeoji vimbwanga kama hivi. Anakuja kuongea mimambo tu kabisa ya kidalali, ya kidilidili tu, ya kishetani shetani. Mwanga umulike nchi, si watu waungane. Huoni mwanga? Kwani usispecify tu kabisa huo mwanga umulike kesi ya Lissu achiwe hana hatia? Mwanga umulike walioua Watanganyika wawajibishwe. Nakuja kutoa tu maneno ya kidalali tu. Niseme kwa wale ambao hata mnaweza mkawa mnasema kwa nini itakuwa anamaliza mambo chini kwa chini. Sikia, katika Isaya 57 mstari wa 1 inasema, mwenye haki hupotea wala hakuna atiaye hayo moyoni, na watu wataua huondolewa, wala hakuna afikirie ya kuwa mwenye haki ameondolewa, asipatikane na mabaya. Wala hakuna anayepiga kelele, hakuna anayepambana kwamba wenye haki wanaondolewa ili wasipatikane na mabaya. Na katika Isaya 42 mstari 22 anasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana okoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Hii sio hii wanayoita ulimwengu wa roho. Sijui tunarudisha mapepo, misukule, tunarudisha wanaoteswa kwenye ulimwengu wa roho. Hapana. Hawa watu hapa walikuwa wanateswa, wanafichwa kwenye mashimo. Kuna watu wametekwa, wako kwenye mashimo, gerezani hawapo, nyumbani kwao hawapo, walimofichwa humo ndo kwenye mashimo. Kuna watu wamefichwa, wanateswa magerezani, akiwemo vijana wangu. Mmoja yuko Kahama, ameshamweka gerezani tayari kwa kosa
la kuhubiri kwa kutumia Biblia. Wenyewe wamechengesha na kufanya wanavyovitaka wenyewe. Wawili wapo Dodoma pale na wanajaribu kuonyesha Mbarikiwa anapambana na sisi. Hapana, damu tu ndo zinawavutia. Ni ibada, ni sadaka kubwa munayoitoa, munayoifanya kwa kuona watu wanateseka au wanalia. Lakini hilo neno Mbarikiwa si anajifanya anapambana na sisi, ngoja tuwaonyeshe watoto wake. Mumeua wa kuua, mumeonyesha nini mpaka sasa hivi? Mmeua mwanangu wa pekee, munionyeshe. Mmeonyesha nini mpaka sasa hivi? Mmeua mamangu mzazi, munionyeshe. Mmeonyesha nini mpaka sasa hivi? Mumeua binti yangu Sifa, munionyeshe. Yani uko kuonyesha, mnaonyesha nini? Nini? Mmeua Maria Martha, mmeua wengi wa karibu yangu, mmeua ili mnionyeshe. Okay, kaeni sasa chini, mnanionyesha nini? Kwa mfano tunakuonyesha. Ndio maana nasema ni ibada kwa ndani, manake mnavyolia, ndugu za wengine wanavyolia, ndo mnanionyesha. Mnaonyesha nini? Mimi nahubiri neno la Mungu ambalo kuuawa hivyo, kulia hivyo ni ibada, na ndio kutimiza hesabu ya wajoli na ndugu watakaouawa kama wale waliotangulia. Ni ibada. Hakuna mnachonionyesha kulia, kuumia, na hakuna mnachoonyesha. Mnatesa watoto wa watu bure. Niliwaambia tangu mlipoua mtoto wangu wa pekee kwamba kama ni mwenye kosa mimi ninayefundisha watoto watende haki, wahubiri kama Biblia inavyosema, niliwaambia hivi, okay, niueni tu mimi, niueni mimi. Nadhani ni mtu tofauti na wengine wote. Wote wanasema hamtakuta, watakufa. Mimi nimesema niliondoka eneo ambalo ingekuwa rahisi kuniua. Kuniua munaweza, hili wala sikatai, munaweza mpaka dakika hii. Mnaweza hata ungesema unawachochea sasa waje kuue. Sawa tu, kwa sababu hata maisha ninayoishi ni kifo pia. Kwa hiyo na inawezekana kabisa ndani yake likuwemo kusudi la Mungu la kwamba nifanikishe, niseme haya ambayo nimeyasema. Baada ya hapo, waacheni hao, waacheni tu, hakuna anayepambana nyie. Mbarikiwa gani hapa anajifanya anapambana? Nyie mna kila kitu, mna majeshi, mna bunduki, mna mabomu, mna kila kitu. Mimi Biblia hii tu ndo anapambana, sisi tutamwonyesha. Watu kulia, watu kufa, yani kwenu ni ibada kubwa. Ndio maana mnapanga vita na hata asiye na vita na nyie. Mi nasema tu haya, acheni kwa ajili ya faida yenu na vizazi vijavyo. Siwe watu, msitese watu. Mtu ni kama wewe, usilopenda kutendewa usimtendee mwingine, unayopenda kutendewa ndio watendee wengine. Ndo nayosema hayo, na ndo kuhubiri huko, sio kupambana. Tutawaonyesha, wapeni kesi hii, tamko, wakubwa wameagiza wasitoke, wekeni mazingira magumu, siwape zamana, wasitoke. Wakitoka kwenye hicho kituo cha polisi, wakitoka mahakamani, nchi mnapambana tu na Mungu bure. Hii ni sauti nyororo, pore, dhaifu, lakini bila shaka kinachohangaisha ni kwa sababu inaonekana ina neema ya Mungu, inaonekana ni kama inaleta mashtaka kwenye mioyo yenu, lakini hakuna chochote mnachoweza kuita mapambano. Anyway, hilo mnayotaka kufanya, fanyeni. Kwa hao vijana fanyeni, mkiwaacha kwa sababu wao wenyewe mmeona, fanyeni mnalotaka kufanya, fanyeni. Ila hili neno la Mungu, mimi ni mhubiri, mimi niko hivi. Mlitabiriwa kufanya hayo, nilitabiriwa nitahubiri haya kwenye wakati wa mazingira kama haya. Mwisho, nikiachana mambo ya Mbowe, nimalizie kwa habari ya Heche, Lissu na Heche. Nimefuatilia utetezi wa Lissu, namna alivyojitetea kwamba naanza tangu kuzaliwa, naanza tangu 85 alipopiga kura ya kwanza, fika mwisho atarudi, atakuja tangu aanze kushughulika mambo ya uchaguzi tangu 2000, tangu yani anaanza mwanzo anafika mwisho, anaanza mwanzo anakokotoa kipengele kamoja
kesi alivyowahi kupewa, anafika mwisho. Nikasema kujitetea kwa aina hii, kwanza ukiongozwa na mawakili hawakuruhusu hivyo. Kujitetea kwa aina hii tunajitetea watu wa Biblia. Mimi ndo nijiteteaga hivyo, mpaka mawakili, hapana hivyo unakuza. Nasema hapana, acha niakuze, lakini niweke uwazi wote wa matukio. Kujitetea kwa kuchambua yaliyo ndani ya kesi na nje ya kesi na viashiria vya kesi na sababu mbalimbali zinazoweza zikapelekea waunde kesi ya aina hii, yametoka wapi, kumbukumbu za aina hiyo, vyote hivyo. Mtu wa aina hiyo anafanya kitu ambacho walifanya watu wa Biblia. Stefano, ukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 yote mistari ya 53, Stefano anaanza habari za Ibrahimu, michakato, mambo yalipopita mpaka Yesu, mpaka yeye hivi anavyokamatwa. Ukija Paulo sura ya 27, sura nzima mstari wa kwanza mpaka 44, unaona muda wote Paulo, sura 26 muda wote anafafanua mistari yote, anafafanua alivyoanza, alimopitia, yaliyomkuta na nini. Sasa naongea nini kwenye yote haya? Nachoongea ni hiki: watu waliojitetea hivyo walinyongwa, kwa sababu utawala tulio nao sasa hivi ni anti-justice, yani ni utawala umejipambanua, tutakuwa against justice, kinyume cha haki, kwa namna ambayo haijawahi kuwapo. Tutalazimisha watu wote aidha wawe machawa au wasifie mambo yote. Kwa mfano hapa wanachopigania kwamba okay, na sisi tunaweza tukawa nafahamu tuliua, lakini sifieni maendeleo haya. Tafsiri yake, haya tunayoweza kufanya hapa ni mbadala wa uhai wa wale watu. Anti-justice. Na ni kweli, ni kama ndo hawa wanawapata design za kina Mbowe hawa si tu ni watu ambao kikubwa biashara zake na mambo yake na dili zake ziende sawasawa, na sidhani kama kuna ndugu yake yoyote amewahi kuuliwa akaonja kuuliwa ndugu yake mpendwa kabisa. Ni nini zaidi ya pengine kwenye chama kule kuna watu wengi walikuwa wanatolewa kama mbuzi wa kafara ili aendelee kupiga dili zake. Na ninawatangazia Lissu kwa namna anavyojitetea, kwa aina ya watu anaojitetea kwao, aidha ananyongwa kweli, anauawa kabisa, ananyongwa. Kama mjashuhudia mtu kunyongwa karibuni, Lissu anaweza kunyongwa, anauawa kabisa, au asiponyongwa anauawa tu kwa namna ambayo haitaeleweka huko gerezani, kwa sababu Lissu hawezi kugeuka kuwa wanavyotaka, yani wapige, waue, wagaragaze, watepeteshe wanavyotepetesha. Lissu inaonekana ni nabii ambaye amewekwa na Mungu. Mwingine juzi alisema wanaopigania haki hao ndio watakaong'aa hata kama hawajaokoka, wanene kwa lugha. Mimi nimesema miaka mingi, unakuwa mwelewi, pengine amesema mtu wa kwenu wenyewe. Lissu hakuna ofa, hakuna mateso yatamfanya abadilike kuwa mbaya. Kupinga haki hayapo. Kwa hiyo kitakachofanyika ni kwamba aidha kumuua kweli, au watatafuta namna kesi yake wataipaki muda mrefu mwingi tu mpaka huruma za Mungu zitakapoihurumia nchi yetu. 3,
au wanaweza kuja kumtoa, lakini kwa kuwa atakuwa na spirit ile ile watamkamata tena, na awamu hii itakuwa ndio jumla. Na kuja kwenye nini kifanyike, Heche alikadhalika kama atalegeza na compromise kuwa kula pamoja nao, watamwacha Kibaki na hiki kinachoonekana kanyooka tu, ana haki tu. Heche naye anapotea, na sasa Heche yuko kwenye kundi la wengine wote tunaoonekana tutabaki na haki tu. Niliwaambia CCM iokoeni nchi kabla ya mtakachoita uchaguzi. Baada ya kinachoitwa uchaguzi, naona giza nene. Ninaona hatua ya mamlaka na utawala kupita huku na kule, kuua, kutesa, kuumiza watu kwa namna ambayo haijawahi kuwapo. Mmeyaona na mtayaona. Huku mbele tunakokwenda ni giza totoro. Nini kifanyike? Tufikirie, tutafute kujua. Kama ni kufia, tufie hapa wote. Twendeni kwenye kambi la Washami. Wakituua tunakufa tu, kwa sababu hata tukikaa hapa tulipo tukasema tuache wenyewe, wanatuua tu. Twendeni kwenye kambi la Washami na ukoma wetu na udhaifu wetu. Kama ni kutuua, watuue. Kwa njia gani, mchungaji? Twendeni tuzunguke Yeriko kwa kuimba na firimbi. Tupange tu. Wachadema msitegemee, tafuteni namna waziwazi tu. Sasa semeni ni sisi tunapanga, semeni ni sisi tunapanga. Twendeni tuizunguke Yeriko tukiimba na kupiga firimbi. Sasa hujanielewa? Basi ongera na asante kwa kunisikiliza.